Ya Azam kuna statement wameituma katika mchezo ule uliopita. Ya, na iliyotokea kwa Azam ndio iliyotokea kwa Yanga. Kuna wanasema ile finali ya Mapinduzi, mbali pamoja na kwamba Azam walikosa taji alafu Yanga walishinda ile taji, lakini mbali ya taji kuna kitu ambacho timu zote mbili zimevuna kulinganisha na timu zingine ambazo kinaonekana katika nani. Mwalimu Ibenga alisema katika mchezo ule uliopita, ambapo aina wachezaji ambao waliwatumia katika mchezo ule walikuwa ni wale ambao walikuwepo katika michuano ile AFCON, hawakuwepo pamoja na kikosi kwa muda mrefu. Kwa hiyo energy yao ilikuwa ni ya kipindi kimoja ndio. Na tayari wakawa uzuri katika kile kipindi kimoja wakaweza kumaliza mchezo kwa kupata idadi ile ya magoli. Kipindi cha pili akalazimika kufanya sabu, hasa kwa wale vijana ambao waliwatumia katika michuano ile ya Mapinduzi. Walileta energy ile mpya ambayo ilirudisha ile ari ya Azam. Kwa hiyo timu nyingi zinatafuta rhythm taratibu kuingia katika ubora wake, wakiwemo na Azam wenyewe pamoja na kupata mechi za kimashindano. Kwa hiyo naamini mechi hii ya kesho dhidi ya Fountain Gate itawajengea Azam ile rhythm yao vizuri kuelekea katika michuano ya kimataifa, kwa sababu michuano ya kimataifa wenyewe hawako vyema sana. Wanahitaji kupambana ile, kwa sababu baada ya mechi hiyo moja kwa moja wanasubiria mechi ya kimataifa. Kwa hiyo hizi mechi mbili angalau zinaweza zikawapa kidogo kauiano kabla ya kuenda kupambana katika mechi ya kimataifa. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba hautakuwa mchezo mwepesi, lakini sitegemei kama unaweza kuwa mchezo ambao unaweza kuwa kama unasema miguu inaweza kuwa baridi kama ya wachezaji wa Mashujaa hii leo. Nafikiri kuna kitu kama wao watakuwa wamekaza kidogo. Yes, kama miguu ikiwa baridi basi na wenyewe watakula chuma nyingi. Na wenyewe dhahma inaweza ikawaelemea na dhahma inaweza ikawashukia. Kwa hiyo wanatakiwa wachangamke, yani yani sijui nisemeje. Lakini muda mwingine ni ngumu, kwa sababu hata makocha ukiwauliza muda mwingine wanasema ni ngumu. Mechi za kirafiki peke yake haziwezi kukupa picha halisi unapoenda kukutana. Unapopata mechi za kimashindano ndio pale unapopata ile rhythm yako ya timu kizuri. Makosa yako wapi unapunguza, unaongeza, una nani. Sasa timu imekaa mwezi mzima haijapata mechi yoyote ya kimashindano. Kwa hiyo ni ngumu kuweza kuanza na mechi na kuanza na moja kwa moja katika gia ya juu. Ni ngumu. Timu nyingi waga zinaanza kwa gia ya chini. Hapo Yanga na Azam wenyewe ndio wana faida ya kwamba walikuwa na mechi za kimashindano. Na unaona hata katika mechi ile kwa mfano ya Yanga ile ya leo ulikuwa unaona kabisa hawa tayari, yani ni kama gari tayari lilikuwa lishawaka. Wale Mashujaa unaona kabisa, yani ilikuwa bado, yani namna wanavyofuata mipira wanakuwa kila sehemu wanakuwa watu wa pili. Ile safu bora ya ulinzi ambayo tulikuwa tunaisifia hapa ulikuwa huioni, yani huoni kitu gani ambacho wanacho katika kuhakikisha kwamba kuadhibiti Yanga wasiweze kuwadhuru katika eneo lao. Kwa hiyo Fountain Gate wenyewe watakuwa wawe makini namna hiyo, kwa sababu Azam ina wachezaji ambao wanaweza kutoa adhabu kubwa kama na wenyewe wasipokuwa makini.